Siku ya leo tunamshukuru Bwana kwa ajili ya mada kuwa na bidii kwa ajili ya Mungu. Kuwa na bidii kwa ajili ya Mungu. Kiingereza tunasema kwamba being zealous for God. Being zealous for God. Kuwa na bidii, kuwa na tamaa, kuwa na kiu ya kumjua huyu Mungu sana na kuzama ndani yake siku zote. Na kukaa na kutulia ndani ya Yesu Kristo siku zote. Maisha ya mwanadamu haipatikani, maisha ya Mkristo mteule haipatikani katika juhudi za kimwili ama maarifa ya kimwili. Inapatikana katika kumjua Mungu kutoka rohoni, mambo ya kiroho. Kwa maana mambo ya kimwili yanaenda yanafika mwisho, yanaenda yanagonga ukuta. Lakini mambo ya kiroho, kwa sababu inaongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu inaongozwa na Mungu Jehova Yawe, kwa sababu yeye ndiye amekupa kibali. Amesema ukinitafuta kwa moyo wako wote utanipata. Utakapotega sikio lako kusikiliza maagizo yangu, sheria zangu na hukumu zangu, utanipata. Kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8 akasema kwamba heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Kumuona Mungu iko katika hali mbili. Jambo la kwanza, utamuona Mungu wakati utamaliza safari yako duniani, uingie katika uzimani. Jambo la pili, kumuona Mungu ni kwamba utaona Mungu akitenda mambo ya ajabu katika maisha yako kama bado uko duniani. So, heri wenye moyo safi, moyo ambayo unamtafuta Mungu, moyo ambayo haujapata zaidi kumjua Mungu zaidi, unakuwa na kiu, unakuwa na njaa ya kumjua huyu Mungu na kuenenda katika mapenzi ya Mungu. Nashukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo, na ninaona kila mmoja uko na uchovu. So kile kitu nitafanya, nitasoma tu maandiko, kwa sababu hata maombi naona mmechoka. Hata maombi mmechoka kumtafuta Mungu, mmechoka, hakuna kitu mnataka. Mmekuja tu Dorcas waone. So kama mmekuja nimewaone, karibuni. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 1 mpaka 17. Maandiko yanasema kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusienenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa maana wale ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuhisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye, ili tupate
kutukuzwa pamoja naye. Hapa maandiko inatuonyesha kwamba ni kuwa na juhudi, sio katika kimwili bali katika kiroho. Ndio mtu amjue Mungu, ndio mtu apate kumtafuta Mungu, ndio mtu apate kutembea katika Mungu. Ni sharti ianze na ndani, vilindini mwa moyo wake, ndani ya roho yake, awe na ile kiu, awe na ile shauku ya kumjua huyu Mungu sana. Ndio sababu akasema kwamba tukitaka kufuata mambo ya mwili tunapotea, lakini tukifuata ya roho tutapata uzima. So maamuzi ya maisha ya mwanadamu ama matokeo ya Mkristo halisia, Mkristo mteule, inaanza kutoka ndani ya moyo. Nia yake ndani ya moyo, tamanio ya moyo wake ndani ya moyo, ajue Mungu na mjue Mungu kwa undani sana, ya kwamba huyu Mungu ni nani na huyu Mungu anataka maisha yangu yakuwe namna gani, ama ninatakiwa kuishi maisha gani. Maana maandiko yanasema katika Mathayo 5:20 ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamtaweza kuingia uzima wa milele. Ndio ujue ya kwamba hii haki inapatikana namna gani, ama ni haki. Kuna haki aina mbili, kuna haki ya kiroho na kuna haki ya kimwili. Mambo ya kimwili yanaeleweka kimwili, lakini kiroho haki ni kwamba kwanza umjue Mungu. Ukisha mjua Mungu vizuri, hautatenda dhambi, maana unajua kwamba utamkosea Mungu Jehova yao muumbaji. Lakini haki ya kibinadamu ni ile ambayo tunakontroliwa na constitution ambayo iko kwenye ile nchi. So hapa kitabu cha Warumi pia mlango wa 10 ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 21, maandiko nitasoma mpaka mstari wa 5. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aminie ahesabiwe haki. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki tokayo kwa sheria kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani anena hivi, usiseme moyoni mwako, ni nani atakaye panda kwenda mbinguni? Yaani mleta Kristo chini. Maandiko yanasema kwamba hapa Paulo anasema kwamba kila ambayo ombi la Paulo sana ambayo liko moyoni mwake ni kwamba wanadamu wamjue Mungu, waokolewe. Kwa sababu gani? Wanadamu wengi wako na juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini sio katika maarifa, sio katika roho. Wako na juhudi katika mwili, katika mambo ya kimwili, katika elimu ya kimwili, katika kuona na macho ya kimwili, lakini macho ya kiroho yameziba. Fahamu ya kiroho imeziba. So hapa maandiko yanasema kwamba kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. So inamaanisha kwamba kuna haki ya aina mbili, kuna haki ya kibinadamu na kuna haki ya Mungu. Haki ni ile righteousness, kufanya mambo katika kuwa right. So unapata kwamba kitabu cha Zaburi 42, Zaburi mlango ni wa 42 mstari wa kwanza mpaka 11. Daudi akasema, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Na yakumbuka hayo nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuwaongoza nyumbani kwa Mungu kwa sauti ya furaha na kusifu mkutano wa siku kuu. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo
nitakukumbuka toka nchi ya Yordani na Mahermoni, na toka kilima cha Mizari. Kilindi cha piga kelele, kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji yako. Gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa mtamu. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Nitamwambia Mungu, mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika? Adui wakinionea, watesi wangu hunitukana midili ya kuniponda mifupa yangu. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yupo wapi Mungu wako? Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Bwana Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya uso wangu na Mungu wangu. Hapa kitabu cha Zaburi 42 inatufundisha nini? Kama ayala aioneavyo shauku ya mito ya maji. Hapo kwenye mstari wa kwanza, ukiangalia katika macho ya kiroho, hapa Daudi anamaanisha nini? Kuna tofauti kati ya mito ya maji. Kuna tofauti kati ya mito ya maji na maji ya mto. Ni mambo mawili tofauti. So hapa Daudi anasema kwamba kama ayala ama paa kwa Kiswahili, ayala ni pande, mnyama anaitwa paa, aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. So kati ya hii mambo mawili, kati ya mito ya maji ambayo mstari wa kwanza imesema mito ya maji na maji ya mto ama maji ya mito, kuna mambo mawili ambayo Roho Mungu atusaidie kuangalia. Kuna mito ya maji na kuna maji ya mto. Maji ya mto ni maji ambayo yanaweza kuwa ni maji ya mvua imetiririka mpaka mtoni. Inaweza kuwa ni mtu alikuwa anaosha nguo akamwaga maji ikatiririka. Inaweza kuwa ni maji ambayo imetoka milimani kwenye miamba na ikatiririka ikajaza ile mto. So yale maji ya mto yanaweza kuwa maji machafu. Ndio unasikia maji ya mto, yani maji ambayo yamejaza ile mto. Lakini mito ya maji maana yake nini? Mito ya maji ndio chanzo mali maji natokea. Mifereji ya maji mali maji natokea. Na ukiangalia kama pale milimani maji yanatoka chini ya miamba, maji masafi sana. So huyu Daudi anajifananisha na ayala ambaye anatamani ile maji, mwanzo wa maji, yale maji masafi. Hakusema kwamba kama ayala ioneavyo shauku maji ya mto. Amesema kwamba kama ayala ioneavyo shauku mito ya maji. So unaweza kubaliana na mimi kwamba kuna mambo matatu manne. Jambo la kwanza, kuna chanzo ya maji ambayo inatiririka, kwa Kiingereza tunaita stream. Ikisha tiririka inamwagika kwenye river. River nayo ikisha tiririka either itaingia kwenye lake ama ingie kwenye sea ama ingie kwenye ocean. Lakini mwanzo pale, so pale ile river ndio maji ya mto. Ile ziwa ama sea ama ocean ama lake, hiyo ndio maji ya mto. Lakini pale mwanzo mali stream inaanzia ndio maji ya mito. Ndio unasikia maandiko hapo yanasema kwamba nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai, ambaye ni chanzo cha yeye Daudi kumjua Mungu sana. Daudi hakutaka kujua mambo ya dunia. Hakukuwa na kiu ya mambo ya dunia. Hakukuwa na kiu ya chochote ambacho kingempa faida duniani, bali alikuwa na kiu ya kumjua Mungu. Yani alikuwa anajua chanzo ya yeye kutembea na Mungu katika ile ushirika kamili.
Maandiko yanasema kwamba nafsi yangu inamuonea kiu Mungu wangu aliye hai, lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Mstari wa 4 ikasema kwamba na yakumbuka hayo gani? Inarudi mstari wa 3, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yupo wapi Mungu wako? So Daudi alikuwa anataka huyu Mungu amjue Mungu vizuri, ili anapotembea na Mungu, ili anapo fanya mahusiano yake ya kuwa dhabiti na Mungu, yeye hajaambiwa ama hajasikia kuhusu Mungu. Yeye anataka amjue Mungu kamili. Ndio wakati ambapo atakuja kuelezwa kuhusu Mungu, tayari yeye amemjua Mungu. So ndio unaona kwamba ile mito ya maji, chanzo ya chemchemi ni maji masafi. Na yale maji yakianza pale kwenye mito ya maji, kwenye chanzo ya maji, kwenye chemchemi ya maji, inatiririka mpaka inakuwa maji mengi. Na ukipata maji mengi ndio unapata kwamba kunakuwa na vilindi. Lakini chanzo ya maji ni mahali ambapo ni mahali padogo sana. So hapa Daudi akasema kwamba nafsi yangu, kwa nini kuinama? Kwa nini kuinama? Kwa sababu gani? Halikuwa hajapata kumjua huyu Mungu sana. Hayo alikuwa hajajua jinsi ya kuzama kwa Mungu sana. Ndio unapata kwamba Wakristo wengi tunamjua Mungu, lakini wakati changamoto zinakuja, hata unakosa kumkumbuka ule Mungu. Kwa sababu gani? Haujamjua vizuri ya kwamba ni nani. Haujamjua vizuri ya kwamba anaweza nini. Haujamjua vizuri ya kwamba anaweza kukuongoza ama kukuinua ama kukutetea ama kukupigania. Hapa maandiko yanasema kwamba nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? So inamaanisha kwamba chanzo cha mwanadamu kushinda ni moyo wake. Chanzo cha mwanadamu kupotea na kuanguka ni moyo wake. So hapo ndio inakuja ile swali ya una kiu ya nini? Ama unatafuta nini katika maisha ya Mkristo? Hiyo ndio swali nataka Mkristo ajiulize, ya kwamba uko na kiu ya nini? Je, uko na kiu ya mali? Uko na kiu ya umaarufu? Uko na kiu ya kujulikana sana? Uko na kiu ya kukua na fedha mingi ama na mali mingi? Ama uko na kiu ya huyu Mungu? Yaani Daudi hakuwa ametosheka kumpata huyu Mungu. Alikuwa anataka kumjua zaidi, ili wakati anakaa ndani yake hawezi kubaki katika hali ya kufanya nini? Katika hali ya kuhangaika. Mstari wa 7 inasema kwamba kilindi cha piga kelele, kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji, gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yako. Hiyo inamaanisha nini? Tabu na changamoto ambazo Mungu anaruhusu katika maisha ya mwanadamu, ili mwanadamu ageuke na jua kwamba ni mtafute Mungu. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza ruhusu upitie mambo mengi sana. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza kukupitisha katika barabara ambayo ni nyembamba sana, ni kama uzi wa kushona nguo. Yaani maisha yako unaona kwamba itakatika, na ikikatika umeisha. Kwa nini Mungu apitishe vilindi na gharika katika maisha yako? Mungu anaona kwamba mwanadamu amezama katika hali ya msongo wa mawazo kutafuta ni nini kizuri katika maisha yake. Unapata kwamba ulimwengu mzima unafanyika kama jangwa. Ulimwengu mzima unafanyika kama jangwa. Yaani kila asubuhi uko unaendelea kutafuta, kila mchana, kila jioni, kila dakika unaendelea kutafuta. Yaani inakaa kama jangwa. Kile ulitafuta jana, ukaipata jana, hata na leo bado utaitafuta. Kesho bado utaitafuta. Mwaka mwingine bado, yaani haupati ya kutosha. Sawa na tajiri ambaye ako na matrillions ya pesa, lakini bado anatafuta. Ulimwengu huu yani tunaifananisha na mali ambayo ni jangwa. So mwanadamu anabaki kila wakati akihangaika kutafuta. Lakini katika ile hali
ya kuhangaika, katika ile hali ya msongo wa mawazo, katika ile hali ya kutafuta upate ya kukutosha, Mungu, kwa sababu anajua kwamba hili jambo ambalo natafuta ni ndogo sana kwa macho yake Mungu, ni ndogo sana ya kiasi ya kwamba Mungu anaweza kuitatua. Kusoma Waefeso 3:20 amesema kwamba anaweza kutenda zaidi ya yale unawaza, zaidi ya yale unafikiria, anaweza kufanya zaidi. Ndio Mungu anatuma gharika na mawimbi katika maisha yako ili upate kukumbuka na kugeuka na kuangalia, uone mkono wa Mungu unakuita. Kwa sababu kwake Mungu tu ndio kuna msaada. Kwake Mungu tu ndio kuna kutosheleka. Mstari wa 8 kasema kwamba mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye hai, aliye uhai wangu. So wakati mwanadamu anakuwa na kiu ya kumjua Mungu, hata changamoto ya kuje, yeye anabaki akijua kwamba Mungu wake ni Mungu Jehova Jire. Jehova Jire inamaanisha kwamba Mungu ambaye anapeana. Hiyo neno lilitokea katika kitabu cha Mwanzo 21 wakati Abrahamu alipeleka Isaka katika mlima Moria ili atoe sadaka. Wakati ameinua kisu kutaka kumchinja Isaka ili amtoe dhabihu, maandiko sema kwamba akasikia sauti ikimwambia kwamba usimdhuru mwanao. Na wakati alipinduka pembeni akaona kuna kondoo, pembe za kondoo zimeshikika kwenye kamsitu, kwenye kichaka. Akachukua ile kondoo akachinja. Hapa maandiko yanatuambia kwamba mchana Bwana ataagiza fadhili, usiku wimbo wake utakuwa nani. Akasema mstari wa 9, nitamwambia Mungu mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Anaenda akihuzunika, anaenda akiona kana kwamba Mungu amemsahau, kwa sababu hajajua kwamba Mungu ndio mwenye uwezo, Mungu ndio mwenye mamlaka, Mungu ndio mwenye kila jambo katika ulimwengu. Hakuna kitu nashinda Mungu. Fungua kitabu cha Saburi 63, Saburi mlango wa 63 mstari wa 1 mpaka 11. Pia na pale tutaweza kujifunza mambo 1-2. Maandiko yanasema kwamba Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchofu isiyo na maji. Hapa bado ni Daudi anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Kabla mambo yote, kabla hali zote, kabla changamoto zote, Daudi alijua kwamba nitangulize Mungu kwanza. Akasema kwamba nafsi yangu inakuonea kiu. Kuwa na kiu ya kumjua huyu Mungu itakusukuma katika maombi. Kuwa na kiu ya kutaka kutembea na Mungu katika roho na kweli itakusukuma kusoma neno. Kuwa na kiu hiyo itakusukuma kufunga na kumtafuta Mungu kwa undani sana. Ndiposa maandiko yanasema kwamba mwili wangu wa kuonea shauku, yani mwili wake, nafsi yake, roho yake Daudi ilikuwa inamtamani Mungu sana. Alikuwa anatamani sana amjue Mungu sana, yani akae kwenye miguu ya Mungu ili aweze kucontrol maisha yake ya kimwili kupitia kiroho. Maana Mungu ni roho, na wale wamtafutao inawabidi watafute katika roho na kweli. Maandiko yanasema kwamba mwili wake Daudi ikamuonea Bwana shauku katika nchi kame na uchovu. Nakwambia kwamba dunia ni kama mahali jangwa. Ni mahali ambayo iko na ukame, ni mahali ambayo unachoka, ni mahali ambayo isiyo na maji. Yesu Kristo ndio chemchemi. Na wale wanamtafuta Yesu watamtafuta katika roho na kweli. Hawatakuwa na visababu ya kukosa maombi. Hawatakuwa na visababu ya kukosa kufunga. Hawatakuwa na visababu ya kukosa kusoma neno. Hawatakuwa na sababu ya kukosa kutembea katika utakatifu. Wale ambao kabisa wako na ile kiu, wako na ile juhudi, wako na ile bidii ambayo sio kawaida ya kibinadamu.
bidii ambayo sio ya kimwili. Akasema kwamba mstari wa 2, ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu nizione nguvu zako kwa utukufu wako. Ndivyo nilivyokutazama katika utakatifu ili nione nguvu zako na utukufu wako. Usipotafuta Mungu vilindini vya moyo wako, usipotafuta Mungu vilindini vya maisha yako, hautajua nguvu zake. Ako na nguvu kiasi gani? Sababu mwimbaji mmoja akaimba kwamba sikujua kama uko na nguvu namna hii. Kwa sababu huyo Mungu, maandiko yanasema katika mstari wa 3, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Heri mtu ambayo kwenye midomo yake natoka sifa, na sio sifa ya unafiki, sio sifa ya kuonekana na wanadamu, sifa ambayo inatoka vilindi vya moyo wake. Ule mtu alikuwa na kiu, alikuwa na tamaa. Tuseme kwa mfano mwanadamu uko na kiu ya maji. Hata ukikunywa soda haimalizi kiu ya maji. Hata ukikunywa chai haimalizi kiu ya maji. Ama ukiwa na kiu ya chai ukunywe maji haitamaliza unless ukunywe the right thing. Kama ni soda ukunywe soda, kama ni maji ukunywe maji. Hapa tunaona kwamba fadhili za Mungu ni njema kuliko uhai. So ndio mjue Mungu vizuri, ni lazima ile kiu ndani yako ishibishwe, ile kiu ndani yako upate kile kitu ambacho umehitaji. Amesema kwamba ndipo midomo yangu itakusifu. Kwa sababu gani? Umempata huyu Mungu kweli, sio kupata Mungu juujuu tu. Ukipata Mungu juujuu, utakuja mkutano, siku nyingine unataka kuomba, siku nyingine unasema siombi. Siku nyingine utaambiwa ni kufunga, utasema leo sifungi. Leo hii niko mahali ambapo hata siwezi ingia mkutano. Kwa sababu gani? Umepata Mungu in a very shallow way, in a very shallow. Haujamjua huyu Mungu vizuri. Haujakuwa kama Daudi anasema kwamba kama Yala aioneavyo shauku mito ya maji. Sio maji ya mito. Maji ya mito katika mambo ya kiroho, tafsiri ya kiroho, mito ya maji ya mito inamaanisha kwamba utaanza kuingia kila sehemu, ufundishwe, haujui gani ndio gani. Unaenda kwa hii kanisa, unafundishwa kidogo, unatoka huko unaenda kwingine kidogo. Yaani unaokota kila takataka kila mahali. Kwa sababu gani? Ni umetafuta maji ya mto. Haujatafuta mito ya maji, yaani chanzo ya maji. Maana Mungu ndio chanzo ya chemchemi. Kwake Mungu ni maji masafi. Ikisha fika duniani, so ndio unapata kwamba inakuwa na mito mingi ya maji. Duniani kuna mito mingi ya maji. Unaweza chota kwa wachawi, unaweza chota kwa waganga, unaweza chota kwa manabii wa uongo, unaweza chota katika ulimwengu wa giza, Freemasons na Illuminati. Unaweza chota katika sehemu, unaweza chota hata kwa mila. Hiyo ndio maana ya maji ya mito. Lakini ukitafuta mto wa maji, maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 5, hiyo Zaburi 63, ya kwamba mstari wa 5, nafsi yangu itakinai na kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Nafsi yangu itakinai. Kukinai maana yake ni kutosheleka. Kukinai yaani umepata ile ambayo inakutosha na unabaki pale na unatosheka na hiyo. Nasema kwamba nafsi yangu itakinai. Sijui tafsiri ya Kiingereza inasema aje. Tuangalie tafsiri ya Kiingereza kukinai katika Psalms chapter 63. Psalms 63 verse 5, maandiko yanasema kwamba my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Atakuwa satisfied, yani atakinai, atashiba na kutosheleka pale ndani ya Mungu.
Akasema kwamba kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha, ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote usiku. Hapo tafsiri ya mambo ya kiroho katika mstari wa 6, ninapokukumbuka kitandani mwangu. Kitandani ni mali ya starehe. Kitandani ni mali ya utulivu. Hiyo inamaanisha kwamba hapa Daudi alikuwa anamaanisha kwamba wakati yuko na vitu vyote ama wakati hayuko navyo, ndio maana ya kwamba nitakukumbuka. Hata wakati niko kwenye comfort zone nitakukumbuka. Kwa sababu gani? Nimekupata, nimetosheleka na wewe Mungu. Akasema kwamba nitakutafakari wewe makesha yote usiku. Makesha usiku inamaanisha kwamba katika dhiki, katika tabu, katika mateso, miinuko yote unabaki kumtafakari Mungu. Haitakusukuma kwamba hii hali imekuwa ngumu kiasi ya kwamba siwezi, lakini utamkumbuka Bwana katika comfort zone yako, na pia utamtafakari katika mateso na katika hali zote ambazo hali zozote ambazo zinakusukuma kiasi ya kwamba inatafuta kukutoa katika mapenzi ya Mungu. Mstari wa 7 ikasema kwamba maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Wewe Mungu umekuwa, sio utakuwa. Wewe Mungu umekuwa. Inamaanisha kwamba Daudi alimkubali Mungu licha ya kukatazwa 1, 2, 3. Sheria za Mungu inakuwekea mipaka, lakini hapa maandiko yanasema kwamba Daudi akasema kwamba maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Inamaanisha kwamba amemkubali Mungu. Mungu amemkubali Daudi, amemchukua. Daudi ni mboni la jicho la Mungu. Mungu amemfunika kwenye mbawa. Hiyo ni Zaburi 91 mstari wa 4, ya kwamba kwenye mbawa zake Mungu utapata kimbilio, atakufunika chini ya mbawa zake. Hapa naona kwamba Daudi amekubali na amekiri ya kwamba Bwana amekuwa, amemwokoa na anaendelea kumwokoa, amemtetea na anaendelea kumtetea. So katika haya yote Bwana Mungu anajali sana, na ako very busy kufanya jambo moja, kuangalia moyo wa mwanadamu ili ilete results kamili ya vile Mungu anataka katika maisha ya mwanadamu. Sio mambo ya nje, sio sifa za nje, sio utukufu wa huku nje, sio matendo. Ndio sababu Biblia inasema kwamba tumeokolewa kwa neema, sio kwa matendo, ili mtu yoyote asije akajisifu. Ni neema, na hii neema ya Mungu, Mungu anaangalia moyo, na ndani ya moyo kuna nia ya ile moyo, nia ya kumtukuza Mungu, nia ya kumtafuta Mungu inaanza na moyo. Yani Mungu anaangalia the state of your heart. Hii ibada unaabudu katika nia gani? Haya maombi unaomba katika nia gani? Hii kufunga unafunga katika nia gani? Ama hii jina Mkristo, unajiita Mkristo katika nia gani? Kusoma kitabu cha Yeremia mlango wa 17, Yeremia 17 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Yeremia 17 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amelaaniwa mtu ambaye anamtegemea mwanadamu, mtu ambaye ametoa focus yake kwa Mungu, ametoa mawazo yake, fikra zake, kiu yake haiko kwa Mungu, iko kwa wanadamu. Na maana kwamba ametoa tumaini lake kwake Mungu, ametumainia mambo ya kibinadamu, ametumainia maisha yake kama mwanadamu, ametumainia nguvu zake kama mwanadamu. Biblia inasema kwamba mtu wa aina hiyo amelaaniwa, maana amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. So inamaanisha kwamba ibada kamili, kumtafuta Mungu kamili, inaanza kutoka your heart,
ndani ya moyo wako. Ukiona Mkristo na sita, jua kwamba alijua Mungu katika ile hali ya uchache, very shallow. Kama vile mchawi anamjua Mungu, kama vile washirikina wanamjua Mungu, kama vile watu wa pagani wanamjua Mungu, kama vile watu wa mataifa wanamjua Mungu, hivyo ndio yule mwanadamu anamjua Mungu. Ndio maandiko yakasema kwamba mwanadamu anapokea neno, alafu anafika mahali shughuli za dunia inafinya ile neno, haizai ile neno haizai. Hapa maandiko yanasema kwamba amebarikiwa, mstari wa 6, maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo na ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Ule mtu ambaye tumaini lake halipo kwa Mungu, mtu ambaye ni seasonal Christian. Kuna watu ambao ni seasonal Christians, seasonal. Yani season, Mungu amenibariki sasa naweza changamuka kidogo, basi utamuona kwenye mkutano. Ama hii season nimefinywa sana, unakumbuka there's God, unaenda kutafuta Mungu kwenye mkutano. Lakini wakati ambao umepata uko sawa, maisha yako iko sawa, hauhitaji, hauna prayer request, hauko popote pa kuonekana. Amesema kwamba mtu wa aina hiyo, maandiko yanasema kwamba atakuwa kama fukara nyikani. Kwa sababu gani? Chemichemi ya maisha yake ambayo inafanya maisha yake inakuwa na ubichi, haina maana sana katika maisha yake. Lakini maandiko yanasema kwamba amebarikiwa mtu yule. Nani huyo? Hajataja jina, hajataja title yoyote, hajataja cheo yoyote, hajataja utukufu wote. Amesema mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati uhari ujapo. Kwa sababu gani? Ametosheleka na huyu Mungu, amemwamini Mungu kutoka vilindini mwa moyo wake. Huyu Mkristo ambaye maandiko yanasema kwamba amebarikiwa mtu yule. Huyu ni mtu ambaye kuwake jua ama mvua inyeshe, yeye na Mungu wake maisha inabaki pale pale. Kuwe na changamoto ama kuwe na furaha, yeye anabaki pale pale. Watu wakimbie jinsi wamekimbia Efrata. Nilisema kuna by December hawatakuwepo, dalili zimeanza kuonekana. Watu wakimbie, yeye hakimbii, ako pale pale. Hata kukiwaka moto wa Injili, anabaki anasema Baba nimesikia. Huyo ni mtu ambaye maandiko yanasema kwamba anakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati uhari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Kwa sababu gani? Baada ameweka mizizi kwenye ile mto, kwenye ile maji, so anapata kunyunyiziwa maji through ile mizizi, anabaki pale. Maana Mungu ndio chemchemi ya uzima. Ukiweka mizizi yako ndani ya Mungu, inamaanisha kwamba umemdhamini Mungu sana, umemjua Mungu sana, umemtumainia Mungu sana, umebaki pale kwa Mungu. Kuwe kuna waka jua ama mvua inanyesha, iwe ni wakati wa kiangazi ama wakati wa mavuno, Mkristo anabaki pale. Maandiko yanasema kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mtu ambaye amempata Mungu, ametosheka na Mungu, haendi kutafuta maji ya mto, ametosheka na ile mito ya maji. Maandiko yanasema kwamba hataona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Maisha yake tanawiri siku zote. Na huyu ni Mkristo ambaye hapimii Mungu wa muda, hapimii Mungu wakati. Mungu nimekuja, hangoje yamwambie Mungu amwambie njoo. Anafika ni kuanza maombi. Amefika mahali anatamani ni saa ngapi itafika saa maombezi. Niko na jambo, niko na shukrani kumshukuru huyu Mungu, niko na malalamishi nataka kuachilia mbele za Mungu, niko na kilio nataka nimwambie huyu Mungu. Anauliza ni saa ngapi? Ni saa ngapi hiyo mkutano itaanza? Nianze maombi.
nimimine moyo wangu mbele za Mungu. Kama Hana angengoja Eli amuombe, unaweza imagine matokeo gani ingekuja? Hana ambaye alikuwa mama ambaye hakuwa na mwana, yeye ndiye huyo Hana ndiye alibeba machungu yake. Alijua mahali kiatu inamfinya. Mswahili anasema kwamba wewe ndiye unajua mahali kiatu inakufinya. Wewe ndiye unajua mahali mshale wa adui imekupata. Yule Eli alikuwa tu ni kumuombea, yani ni kama kuongeza mafuta juu ya mafuta. Ni kama Eli ni kama kuku ambaye amefunika. Sasa Mungu ndio overall, lakini Eli kuhani ndio anafanyika msaada, anafanyika faraja. Yani ile anamuuliza, wewe mama, mbona unalia sana? Mbona unaongea hivi? Uache kukunywa pombe? Mama akasema, laiti ungejua, laiti Eli, laiti ungejua yale machungu niko naye ndani yangu, haungesema. Mimi sio mwanamke ovyo. Huyo ndio maandiko inasema hapo kwenye kitabu cha hiyo Yeremia 17 mstari wa 8. Huyo mama ndio alikuwa anatafuta Mungu. Alijua kwamba kwa Mungu ndio anafungua hiyo milango. Mungu ndiye anajua mishipa ya mwili yake. Mungu ndiye anajua machungu. Kusoma kitabu cha Yeremia 29:11, 12, 13 na 14. Amesema kwamba yeye Mungu anajua mawazo anakuwasia. Na akisha jua kile Mungu anangoja. Amesema kwamba utakaponiomba, utaenda na kuniomba, utakaponitafuta kwa moyo wako wote. Mbona kusema kwamba sasa Hana kwa sababu una mtoto wekaanga pale Rama, maana kwao ilikuwa inaitwa Rama. Shilo ndio mahali kuna madhabahu. Mbona Mungu hakubariki Hana akiwa Rama? Mbona aliacha akabeba miguu yake na mume wake Elkana wakaenda safari ya mbali mpaka pale Shilo, na pale hakungoja kwamba Hana amefika kwa mlango Mungu ambariki? Mungu alikuwa anangoja nini? Moyo. Amimine ile kilio kutoka ndani ya vilindi ya moyo wake. Ndio unaona kwamba hakuna mtu anaweza jua machungu ya mtu ambaye umebeba unless Wakristo kwenye Efrata. Mungu amewastarehesha kiasi ya kwamba unaona maombi kama jambo ambalo si la kawaida. Unaona tu acha tu tuende tuonekane tu, si masaa imefika barani nilale, acha tu. Na wengine wanaenda to an extent, anaweka simu iko pale inapiga makelele mwenye ashalala. Alafu unasema kwamba unangoja Mungu. Mungu gani? Unless Beelzebul. Kama unangoja Beelzebul, weka simu hapo welala. Weka simu hapo enda shughuli. Beelzebul ataonekana. Lakini Jehova Yawe amesema katika hiyo Yeremia mlango 29, Yeremia 29 mstari wa 11 mpaka 14. Maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita. Inamaanisha kwamba ndio yale mawazo yadhihirike ndani ya maisha ya mwanadamu. Amesema nanyi mtaniita. Hakusema nitakuja kutimiza. Amesema utaniita. Mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Hiyo ukiangalia katika safi kiroho, uitafsiri neno katika mstari wa 12, inamaanisha kwamba sio haki yako kupata mawazo ambayo Mungu amekuwazia. Ni mpaka uende umuombe naye atakusikiliza. Umesikia hapa amesema kwamba utaniita, utakwenda na kuniomba, nami nitasikiliza. Inamaanisha kwamba ukianza kuomba bado hajaachilia ile mawazo, bado hajaachilia ile mipango. Mstari wa 13 inatia mkazo sana, ama inasisitiza sana. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Sio tu hivyo, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote, kutoka ndani ya vilindi ya moyo wako. Wewe ndio unajua yale yamekupata. Wewe ndio unajua changamoto ambazo unaona kwamba hii Mungu asipoingilia kati mimi nimeisha.
Wewe ndio unajua kwamba unamhitaji Mungu katika hali gani. Na hata kama haujafinywa na changamoto na mawimbi, bado kuna safu ya shukrani. Unarudi mbele za Mungu, unaambia Mungu, kama si wewe, jana, juzi na wiki jana na mwaka jana, kama si wewe Mungu, ningekuwa siko. Hiyo ndio utapata kwamba moyo wa mwanadamu, ukirudi katika hiyo Yeremia 17, Yeremia mlango wa 17 mstari wa 9, maandiko yanasema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Lakini Bwana anachunguza moyo, anavijaribu viuno na kumpa kila mtu kiasi ya njia yake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Moyo huwa mdanganyifu. Mwanadamu anaficha maovu ndani ya moyo, lakini kwa sura amevaa smile. Ulimwengu ukiona unaona huyu mtu ni mzuri, lakini ndani ya moyo, kama Mungu angekuwa anafunua moyo wa mwanadamu hivi, ndio ungejua uji. Yani watu wangekuwa wanashangaa. Wakikuona smile wanakuona unaonekana huku nje kuzuri, lakini ndani ya moyo, ndio sababu maandiko yanasema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Pale moyoni ndio kumefichwa takataka yote. Mkristo anaenda kanisani lakini moyo wake hauko kanisani. Mkristo anaenda kwenye maombi lakini moyo wake hauko kwenye maombi. Kwa sababu gani? Hakuingia kwenye vilindi ya kumtafuta Mungu. Hakukuwa na kiu ya Mungu. Katika ulimwengu wa sasa unapata kwamba watu wanaenda kanisani kwa sababu hawana mahali pa kwenda. Hiyo ni siku ya Jumapili, labda wako nyumbani. Jambo la pili, wanaenda makanisani kwa sababu ndugu zao, marafiki zao, watu wao wanaenda kanisani, pia na wao wanaenda kanisani, lakini hawaendi kwa nia moja ya kwamba nataka kumjua huyu Mungu. Nataka kuwa na kiu kama ayala vile anatamani maji. Wao wanaenda tu pale, siku imeisha, mnaenda wapi? Tulienda kanisani, tunaenda kutembea kanisani. Maandiko inasema kwamba utakaponitafuta kwa moyo wako wote. So nia ya moyo ya mwanadamu ndio Mungu anaangalia. Ukisikia maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu mwenyewe amesema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kila mtu analipwa kulingana na vile amemtafuta Mungu. Kuna safu tatu ya kumtafuta Mungu. Ya kwanza ni huyo ayala anatamani chanzo ya maji ambaye ni Mungu. Ya pili ni yule ambaye amemjua Mungu lakini sio kwa undani sana, na pia tena sio kwa uchache sana. Ako na kaujanja kidogo na pia anamjua Mungu kidogo. Alafu mtu wa tatu ni yule mwenye anajua Mungu lakini hataki kujua anything about God. Ako tu kwenye shughuli zake, ako tu kwenye mambo yake. So hapa maandiko sema kwamba yeye Mungu anachunguza moyo. Nini anaangalia ndani ya moyo? Anaangalia nia. Anaangalia nia. Kile kitu, ile msukumo iko ndani yako, inakusukuma kufanya kazi ama kumtafuta Mungu kwa nia gani? Maandiko sema kwamba the state of your heart behind your intentions. Yani intention yako ni nini? Nia yako ndani ya moyo wako kuenda kanisani ni nini? Kwenda kwenye maombi ni nini? Unaenda pale uonekane tu, ambayo malipo yake haiko popote ila jehanamu. Ama unaenda kanisani kama Hana alikuwa amebeba machungu ndani ya moyo wake, haiko rahisi. Unaenda kanisani kama Yabezi, ama unaenda kanisani kama Kora na Dathan na Abiram. Hao walikuwa wanataka ile cheo ambayo Mungu alikuwa amempa Musa kuongoza wana wa Israeli. Lakini Yabezi alikuwa amepitia machungu, alikuwa amehangaika sana kiasi ya kwamba akafanya research ajue ni kwa nini anapitia machungu hayo, ni kwa nini anapitia hiyo mateso. Yabezi akafanya research, akaangalia, akaambiwa kwamba
wakati mamako alibeba mimba, alipitia machungu. So wakati ulizaliwa akakutaja jina Yabezi, maana yake ni uchungu. So ile jina ndio ikakuwa unabii katika maisha yake. Yabezi akazaliwa, akaishi maisha ya uchungu, maisha ya kushindwa, maisha ya kilio. Wakati alijua kwamba jina lake ndio limebeba machungu, alirudi mbele za Mungu. Akaambia Mungu, laiti mkono wako uwe juu yangu. Kwa sababu gani? Ukisikia mtu anaomba maombi kama ya Yabezi, ukisikia mtu anaomba maombi kama ya Hana, huyu mtu anatafuta ile kilindi ya maji, anatafuta ile chanzo ya maji, ili sasa maisha yake yabaki katika kunawiri, sio isikuwe na kukaukiwa ama kuishiwa. So matokeo ya nia ya moyo safi, chanzo la kwanza ni kwamba kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Ibada yako inakuwa ya kweli kiasi ya kwamba Mungu anasikia. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamkumbuka Hana wakati alilia sana na uchungu ndani ya moyo wake, akawa kama mlevi. Kwa macho ya wanadamu anaonekana mlevi, kwa macho ya wanadamu anaonekana ni mtu hafai, kwa macho ya wanadamu anaonekana kama mtu msumbufu, lakini Hana ndiye alikuwa anajua mahali Orpa Penina alikuwa amemfikisha. So hapa maandiko yanasema kwamba ndipo utamtafuta Mungu katika roho na kweli. Hiyo ni Yeremia 29:12-14. Pia ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 4 kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 24, maandiko yanasema kwamba baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hutamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi, yani wale original, wale ambao ibada yao ni very genuine, ibada yao ina attract uwepo wa Mungu, ibada yao ina attract neema na kibali ya Mungu, ibada yao inafanya Mungu anashuka. Amesema kwamba waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Haitoki katika ile tu tusukumwe kwenda kanisani, tusukumwe kwenda kwenye ibada, tuelekezwe, tufundishwe. Tunafika mahali unaomba watu, kujeni tu kanisani, kujeni tu kwenye maombezi. Kuna wenye wanataka wapigiwe simu, sija kuona kwa ibada siku 2-3. Utangoja hiyo, utangoja. Sasa tumeshika barabara ya kusonga mbele, wakuanguka wacha waanguke, bora wameshasikia neno la Mungu. Wakudivert wacha wadivert. Maandiko yanasema kwamba waabudu halisi ni kitu ambayo ni original, ni kitu ambayo ni exact. Watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mbona kusema kwamba atafuta wanadamu? Mungu ni desperate, anaenda pale barabarani anaita kila mmoja, kujeni kanisani, kujeni, viketi vimejaa bure. Kanisa usipoenda, viti malaika wamejaa. Niliwahi ona hiyo Ufunuo siku moja. Nimeenda kanisani kukesha mtu mmoja, kwa sababu ya machungu ambayo nilikuwa napitia, kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa imenisonga. Nikitoka kazi jioni naenda kanisani, kesha ya mtu mmoja. Sijui kama soja ako nje ama yuko. Wakati siku moja nikajiuliza, yani sasa sijui ndio akili sielewi nini ilifanyika. Nikauliza Mungu, yani akili ilifunguka. Ilikuwa masaa 6 usiku, niko kanisani mtu mmoja. Nikauliza Mungu, na hii sasa mimi kichwa changu ni mzuri kweli? Maana nilikuwa naingia nianze worship, naweza anza worship, sina vyombo, sina hizo ma keyboard na ma guitar na manini. Sauti yangu tu nitaimba worship almost 2 hours 3 hours worship tu. Nimalize niingie kwa maombezi. Nikimaliza maombi niingie kuhubiri, na hubiria viti. Nikimaliza hiyo naingia kwa maombezi mpaka asubuhi saa 12.
So siku moja nikauliza Mungu, sasa hii mimi nafanya hii ni kama uenda wazimu. Mungu akanifungua macho. Viti yote ilikuwa imejaa malaika. Na tangu siku hiyo nikajua kwamba basi Mungu anakuwa na kusudi na jambo fulani. So hapa maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu anatafuta watu ambao ibada yao inaanza kwenye ile kiu, ile njaa. Yani hajapata huyu Mungu sana, bado anachambua maandiko kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, arudi tena Mwanzo mpaka Ufunuo, bado anatafuta huyu Mungu. Ni wakati wa ibada imefika, na wacha shughuli zingine zote, tafuta Mungu kwanza. Wakati wa kwenda kanisani imefika, tafuta Mungu kwanza, unaweka shughuli zingine zote chini. Ni wakati wa maombezi, unatafuta Mungu kwanza. Amesema kwamba Baba anatafuta watu kama hao wa mwabudu, wale ambao ibada yao yani ameilipia gharama. Kulipia gharama inamaanisha kwamba kujitoa ili kumjua huyu Mungu sana. Sio kama vile mila za dunia za madhehebu, sio kama desturi ya makanisa, hapana. Nimekupa mfano wa watu wawili, Hana na Yabezi. Wanajua ile kitu ambayo walikuwa wanatafuta kwa Mungu. Moyo wao haukunyamaza. Hana anaonekana amepewa mtoto, amejifungua. Elkana wanaenda Shilo kufanya ibada kama kawaida. Hana anasema kwamba, anaambia mume wake, nyinyi muende kwanza, siendi mpaka mtoto huyu aache matiti. Kwa sababu gani? Alikuwa apeleke mtoto amwache pale kwenye kani. Hivyo aliweka nadhiri na Mungu ya kwamba, Mungu ukinikumbuka na unipe mtoto kijana, nitamleta. Na mlango wa pili kitabu cha Samueli wa kwanza, maandiko yanasema kwamba Hana alimwimbia Mungu, akasema hakuna Mungu kama wewe, unashusha mpaka chini na unainua mpaka juu. Hivyo ndio ibada ya mwanadamu itadhibitika, kwa sababu Mungu ni roho, na wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. So ibada yako katika moyo safi, moyo takatifu, moyo wa kweli, hiyo inatokana na ile moyo ambayo unajua Mungu ni nani. Unajua kwamba huyu ni Mungu, sio mfalme wa dunia. Huyu ni Mungu, sio mwanadamu. Huyu ni Mungu ambaye kuna uwezo, anaweza fanya chochote kile. Anaweza kukubariki ama anaweza kushusha. Anaweza kukuinua ama anaweza kukuangamiza. Anaweza kukutetea ama yeye ndio atafanyika adui wa kukupiga. So, jambo la pili, matokeo ya nia moyo safi mbele za Mungu ni kwamba utamfanyia Bwana Mungu kazi. Hautafanya kana kwamba unafanyia wanadamu. Hautaenda kwenye ibada kana kwamba unapendeza wanadamu, bali utafanya ibada yako ikiwa ni ibada ya kipekee, ibada takatifu, ibada unajua kwamba unaielekeza kwa Mungu, sio kwa wanadamu, unaielekeza kwa Mungu. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema katika Wakolosai 3:23, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu, mkijua kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Unamtumikia Bwana Kristo, maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Amesema hapo, lolote ufanyalo ifanye kwa moyo, kutoka kwa moyo wako. Nia yako ya kufanya lile ambalo unafanya inamata sana mbele za Mungu sana. Iko na uzito nia yako mbele za Mungu. Mungu anaheshimu sana nia. Amesema hapa kwamba ifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Chochote unafanya, hata uende kazini, vile unafanya kazi yako hiyo, hata kama ni kwenye biashara, hata kama ni kwenye ndoa, hata kama ni kwenye familia, popote pale, chochote unafanya, iwe ni katika safu ya kiroho ama katika safu ya kimwili, maandiko yanasema kwamba fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Kwa sababu gani?
Yule ambayo ni mwajiri wako ni Mungu. Nasema kwamba mkijua kwamba mtapokea ujira kwa Bwana, ujira na urithi kwa Bwana. So moyo wetu umfanyie kazi Mungu, ukijua kwamba sio mwanadamu atakulipa, hata usionekane. Mkristo mteule, ukitaka kumpendeza Mungu, usionekane na macho ya wanadamu, usionekane na macho ya wanadamu. Acha Mungu aone kile unafanya kwenye siri. Naona kwamba Hana aliomba kimoyomoyo, ni mdomo tu, yani results ilikuwa inaonekana kwa mdomo. Mpaka ile anashangaa, wewe umelewa? Aliomba, yani alimimina moyo wake mbele za Mungu. Yani moyo wake ulikuwa very genuine. Na kweli Mungu akaona ndani ya moyo wake, akaona hii ni maombi ya kweli. Hii kilio analia ni kilio cha kweli, inatoka ndani ya moyo wake. Na hii alielekeza kwa Mungu, na Mungu akamlipa. Andiko sema kwamba, kusoma kitabu cha Yakobo, ya kwamba vita vinatoka wapi katika maisha ya mwanadamu? Ni kwa sababu wanadamu wanaomba, lakini wanaomba vibaya. Oh Mungu, nipe gari ili watu wanione hata mimi niko na gari. Oh Mungu, nipe pesa hata watu waone mimi niko na pesa. Oh Mungu, nipe ndoa watu wanione hata mimi niko na ndoa. Maombi kama hiyo Mungu aheshimu. Yaani unataka kujifananisha na wanadamu. Omba, ambia Mungu, naomba Mungu unipe ili utukufu ukurudie wewe Mungu, ili heshima ikurudie wewe Mungu. Sio ati kwa sababu wanadamu wakuone. Amesema kwamba lolote ufanyalo uifanye kwa Bwana. Yaani unamfanyia Mungu, haufanyii wanadamu, unamfanyia Mungu. Hautafuti approval ya wanadamu, bali unamtafuta Mungu wa kweli. So maisha yako ya Kikristo iko na kazi mingi sana, mteule wa Mungu. Maisha yako ya Kikristo, kusoma kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 4 mpaka mstari wa 10, maandiko yanasema kwamba lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake, wala si kwa mwenzake. So hapa inatutenganisha mambo ya kidunia, mambo ya kuonekana na wanadamu na mambo ya kuonekana na Mungu. Amesema kwamba kila mtu apime nia yake ya moyo wake, ambayo moyo huo umekusukuma kufanya jambo fulani. Je, unafanya kwa nia ya kumpendeza Mungu ama kwa nia ya kupendeza wanadamu? Ibada yako unaifanya kwa nia ya kumtukuza Mungu ama kwa nia ya kutukuza wanadamu? Amesema kwamba maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Hapa maandiko yanasema kwamba kila mtu pima kazi yako, ndipo utakuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yako. Maana kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe, kila mtu atalipwa yale ametenda. Akasema kwamba msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Huyo Mungu ambaye anapima roho, huyo Mungu ambaye anaangalia nia ya roho yako, Mungu anaangalia intention yako ndani ya moyo wako. Amesema kwamba Mungu hadhihakiwi. Chochote ambacho mwanadamu anafanya, hiyo ndiyo atalipwa. Ukiabudu katika roho na kweli, utalipwa wema. Ukiabudu katika kuonekana na wanadamu, utalipwa mabaya. Amesema kwamba yeye apandaye kwa mwili atavuna kwa mwili, apandaye kwa roho atavuna kwa roho. So nia ya moyo ndio inasaidia mwanadamu kuwa na bidii kwa ajili ya Mungu. Maana nia ya moyo wako ni kumjua Mungu na kumpendeza Mungu na kumtafuta Mungu.
Jambo la tatu, matokeo ya nia ya moyo safi ni kumjua Mungu zaidi na zaidi na zaidi na kuzama ndani ya Yesu Kristo. Kusoma kitabu cha Efeso 1:17-20. Amesema kwamba na Mungu awape roho ya hekima kwa kumjua yeye. Yaani uzame ndani ya Yesu Kristo, ujue hekima. Mungu akupatie hekima sana ya kumjua Mungu sana, ya kujua unatembea namna gani na Mungu, ya kujua unampendeza Mungu namna gani. Pia ukisoma kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 7-14, Wafilipi 3:7-14. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yote kufikia kiama ya wafu. Hapa maandiko inatusaidia kwamba Paulo akasema mambo yote ambayo yalikuwa faida kwake Paulo aliyaona kuwa hasara. Yaani ni hasara ni kwa sababu alikuwa anatafuta uzuri usio na kiasi wa kumjua Mungu. Na kumjua Mungu kutoka vilindi, sio kumjua Mungu katika hali ya kawaida, hali ya kidesturi ya kimadhabahu, hali ya kidesturi ya mila. Amjue Mungu zaidi, azame ndani ya Mungu. Ndio akasema kwamba kwa ajili yake huyo Mungu nimepata hasara ya mambo yote nikihesabu kuwa mavi, ili nisiwe na haki yangu mwenyewe. Haki inapatikana katika maisha yake, haki inayopatikana kimwili, bali hapate haki inayopatikana kupitia Roho. Akasema katika mstari wa 10, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Maandiko yanasema kwamba ili apate kufikia kwa njia yote ile, kufikia kiama ya wafu. Kiama ya wafu ni kuingia katika uzima wa milele. Kiama ya wafu ni kuingia mbinguni. So Paulo akasema kwamba anahesabu mambo yote kuwa hasara, anahesabu mambo yote kuwa kama si kitu katika maisha yake, ili ampate Kristo Yesu, ambaye alifanya nini? Alikufa kwa ajili yake, alikuja ili akombolewe, ili apate uzima wa milele. Kwa haya mambo yote kuna mtumishi mmoja anaitwa Suleimani. Suleimani hakutaka ufahari ya mambo ya dunia, hakutaka uzuri wa dunia. Maandiko inasema katika kitabu cha Ufalme wa Kwanza mlango wa 3 kuanzia mstari wa 3-15, Suleimani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila kutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Suleimani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleimani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi?
Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleimani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama vile ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako haitainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika ufalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Naye Suleimani akaamka, na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Hapa tunajifunza nini kuhusu Suleimani? Tunajifunza kwamba Suleimani alimtafuta Mungu. Alifuata jinsi Daudi baba yake alikuwa anatembea na Mungu. So inamaanisha kwamba Daudi alifunza mtoto wake kumheshimu Mungu na kumtafuta Mungu. Na hivyo hivyo Suleimani akafundishika, akajua kumtafuta Mungu. So hapa tunaona kwamba Bwana akamtokea katika ndoto. Akamwambia Suleimani, omba lolote unataka nikupatie, kwa sababu alikuwa ameshafanywa kwa mfalme. Suleimani hakutaka ufahari ya dunia. Hakutaka umaarufu. Nia ya Suleimani ilikuwa ni kwamba awaongoze watu wa Mungu katika kweli. Awaelekeze watu wa Mungu, awahukumu katika ile kweli. Ndio unaona kwamba wakati alipewa ile jaribio la wale wanawake wawili ambao wote walijifungua na mmoja akalalia mtoto akakufa, Suleimani alijaji katika haki. Maandiko yanasema hapa, inadhibitisha kwamba Mungu akapendezwa sana wakati Suleimani alimwambia kwamba nipe hekima. Hakusema kwamba nipe fahari. Hakusema nipe pesa mingi. Hakusema nipe nguvu juu ya adui zangu. Hakusema nipe nijulikane sana. Suleimani hakuwa kama Nebukadneza. Nebukadneza alienda to an extent ya kubeba vitu vya madhabahu aende afanyie sherehe na karamu ya kwake, kiasi ya kwamba mtoto wake Belshaza, andika sema kwamba kidole ikatokezea kwenye anga ikaandika mene mene tekeli na perezi. Inamaanisha kwamba ufalme wako umegawanyika. Suleimani aliomba hekima ya kuongoza watu. Sasa inamaanisha kwamba nia ya moyo wa Suleimani ilikuwa nzuri mbele za Mungu. Ndio ifike hapo kuomba hekima peke yake bila kuomba fedha na dhahabu na chochote kile. Inamaanisha kwamba Suleimani alikuwa ameingia vilindini na Mungu wake. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia, mstari wa 11, Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama vile ulisema. Nimekupa moyo wa hekima na wakili. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu mwingine, hapa kuwa na mtu kama wewe, wala badala yako haitainuka kama wewe. Inamaanisha nini? Ya kwamba wale walikuwepo mbele yake, wale walikuwa mbele yake kabla ya yeye Suleimani, kabla ya Daudi. Inamaanisha kwamba walikuwa wanajitakia majina makubwa, walikuwa wanajitakia fahari zaidi, walikuwa wanajitakia umaarufu sana. Lakini hapa maandiko sema kwamba hapakuwa na mtu kama wewe, yani aliyeomba katika roho ya hekima, ya kwamba Mungu, kile nataka tu ni hekima, niongoze hao watu katika mapenzi yako. Akasema kwamba na baada yako haitainuka kama wewe. Maana wale walitokezea nyuma walikuja kama wana grab mali, kama wana grab macheo, wakamkosea Mungu. Maana ukiweka vitu vya dunia mbele, na maanisha kwamba Mungu atakuwa ni second option. Lakini ukimweka Mungu mbele, mambo ya dunia yatakuwa second option, kwa sababu maandiko yanasema nini? Mathayo 6:33, ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake,
na hayo mengine yote mtazidishiwa. So hapa Suleimani ndio mfano tosha katika mada ya leo. Alifanya bidii kwa ajili ya Mungu, alimtumikia, yani alitoa maisha yake ili aongoze watu wa Mungu. Hakujiweka mbele. Aliambia Mungu, umenipa watu wengi na mimi ni kama mtoto, sina akili. Akili yangu yenye niko nayo ni ya kibinadamu, haitaongoza hao watu katika mapenzi yako. Nipe roho ambayo ni msafi, nipe roho ya kukujua zaidi, nipe roho ya kutosheleka na wewe Mungu, nipe roho ambayo nitakutambua wewe katika njia zote. Mungu akasema, kwa sababu umeomba haya, nitakupatia mpaka na yale ambayo haujaomba. Akapewa mali, akapewa chochote kile ambaye alikuwa anataka. Mstari wa 13, na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda. Inamaanisha kwamba Daudi alipokeza mtoto wake mwenendo mzuri wa kumjua Mungu. Akasema, nami basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Lakini ukisha sahau kufuata Mungu na kufuata mausia yake, hapo inamaanisha nini? Utakufa. So hiyo ni changamoto katika maisha yetu wa Kristo. Unawaza nini? Ama nia yako ni gani katika mambo yako ya Kikristo? Katika safari yako ya Ukristo, nia yako ni nini? Na nia ndio inaleta matokeo. Hautapata matokeo bila kuwa na nia. Maana mkulima anakuwa na nia ya mavuno, ndio sababu anaenda kupanda kwa wingi. Akipanda machache hata kuwa na tamani kuvuna mingi, na alipanda chache. So pia Mkristo, maisha yako, nia yako, ibada yako na Mungu, kutembea kwako na Mungu, mahusiano yako na Mungu, unawaza nini? Ama unapanga mangapi? Sababu ni wewe mwenyewe tu, mtu mmoja katika safari yako imani, ndio utapata mavuno. Vile umepanda ile kutembea na Mungu, yani kutanguliza Mungu kwa kila jambo. Maandiko sema kwamba ndio utafanya njia zako ziwe safi, maisha yako itanawiri kama mtu uliopandwa kando ya mto. Hiyo ni katika duniani, na mbinguni utarithi uzima wa milele. So kiu yako na Mungu, mwanadamu utakana uangalie misingi. Tulijifunza kuhusu misingi. So shauku yako na Mungu, kama unatamani kumtafuta Mungu na kukuwa na bidii katika Mungu, inawezekana. Wakati ambao mwanadamu utajua kwamba ni Mungu gani unatumikia, ama ni Mungu gani unatafuta. Kuna miungu mingi. Kwa mfano, kuna Mungu Shetani, kuna Mungu Baal, kuna Mungu Moleki, kuna Mungu huyu mwingine alianguka mbele za sanduku ya Jehova, anaitwa Dagoni. Kuna miungu mingi. Kuna miungu za kuchongwa, unaenda kuinamia, unasema sijui Maria, sijui Yohana, sijui nani. Kuna miungu mingi, lakini wewe mwenyewe ndio utajua ni Mungu gani unatafuta. Ndio utajua ibada yako unaelekeza wapi. Utajua weight ama uzito wa ibada zako mbele za Mungu. Je, ni ibada ambayo wakati maandiko sema kwamba katika Saburi, kitabu cha Isaya 65:24, kabla hawajaomba nitakuwa nimesikia, na wakiwa katika kuomba nitakuwa nimejibu. Je, ibada yako ama kutembea kwako na Mungu imekufikisha hapo kwenye Isaya 65:24? Kabla hata hujaanza kuomba, Mungu ashajibu, kwa sababu anajua basi. Je, maisha yako inaweza fanya Mungu ajivunie wewe? Wakati shetani ako katika pita zake duniani, Mungu amuulize, umeona fulani? Sio kwamba ni wewe peke yako uko duniani. Hapa Suleimani ameambiwa kwamba kabla ya wewe haijatokea mtu mwenye imani kama wewe Suleimani.
Na baada ya wewe, kwa sababu generation ambayo inakuja baadaye ni generation ya tamaa. Tamaa ya mali, tamaa ya fedha, tamaa ya umaarufu. So Mungu akajua kwamba ni kama hekima yako Suleimani ndio imefika mwisho. Wengine wote watakuja, lakini watakuja katika ile hali ya kujitanguliza mbele badala ya kumtanguliza Mungu mbele. Itakuja generation ambayo watu badala wapige magoti wenyewe waombe, wanaenda kwa third party. Kuja sijui na masadaka ngapi, kuja sijui na miungu ngapi, kuja sijui na makondo ngapi, sijui mbuzi ngapi. Hiyo yote, result ya yote ndio ifikishe mtu pale. Hata ukisikia watu wanasema niliibiwa mali yangu, nilienda sijui wapi, nikapeana pesa mingi, nikapeana mali mingi. Mimi ukiniambia nitasema ni kwa sababu ya ujinga na upumbavu yako. Kwa sababu gani? Watu wamekuwa wazembe wa kusoma neno. Watu wanataka ile miracles ya haraka. Wanataka kitu yenye ni sahihi. Unataka kalamu unataka hii kalamu sahihi. Nataka miujiza kalamu saa hiyo yote amesimama hapana. Na kwa sababu yule ni mbwa mwitu kwenye mavazi ya kondoo, anakuambia wewe ni mzembe, hujui maandiko. Basi anachukua neno moja, anaitwist kidogo, anakudanganya nayo. Mtu anakuambia ati nikuje nikupe nyota. Nani alipeana? Jamani. Kuja nikupe miracle money. Jamani. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine mtazidishiwa. Soma maandiko we mwenyewe. Dunia imefika mwisho. Dunia inaisha. Na maandiko ukisikia kwamba maandiko ikisema kwamba yeye ashindaye anashinda nini? Anashinda ujanja wa shetani, ujanja wa mawakala wa shetani, ujanja wa mapepo na majini. Wanakuja wanajibadilisha wanadamu, wanavaa kimwanadamu, wanavaa mwili wa mwanadamu, wanaweka suti, unamwona na ng'ara vizuri sana, kwa smart. Unamwendea unamwambia baba wangu wa kiroho ama mama yangu wa kiroho, niko hapa, naomba tu niombee nichukue kalamu. Maandiko umesahau ya kwamba pazia la hekalu lilipasuka. Na maanisha nini? Hakuna holy of holies. Ulikuwa huko na holy of holies. Sisemi ya kwamba udharau watumishi wa Mungu, lakini wewe mwenyewe Ukristo unatakiwa uwe hana katika maisha yako. Wewe ndio unajua uchungu ambao umebeba. Wewe ndio unajua masito ambao umebeba. Wewe ndio unajua kiu ambayo iko ndani yako, ambayo inakusukuma kumjua huyu Mungu sana. Wewe ndio unajua njaa ulio nayo. Makanisa mengi sasa unaenda pale, pastor anasoma neno moja, Mwanzo 1 mstari wa 1, alafu tafsiri yake anaingia anasema kwamba unajua Marekani pale kulikuwa na wakati mvua ilinyesha, ukikuja Kenya sijui nini ilifanyika, ukienda sijui South Africa kulikuwa na xenophobia Kwani hiyo xenophobia na mvua na nini inahusiana wapi na Mwanzo 1? Si nika ujanja tu. Kwa sababu hata ule naye ndio mkora ingine, hana wakati wa kusoma maandiko. So Mkristo ukiambiwa soma maandiko, please soma maandiko. Ni wakati wa mwisho. Ibada halisi itatoka kwenye ile kiu ya Mungu, kwenye ile njaa ya Mungu. Hiyo njaa sio njaa ya ugali, sio njaa ya maji, sio kiu ya pombe, sio kiu ya tamaa ya mambo ya dunia. Yaani unataka huyu Mungu na ni Mungu tu. Ndio Paulo akasema kwamba natamani niende nikae na Kristo. Kwa sababu ile kiu, yani ako na kiu zaidi ya huyu Mungu, kujua huyu Mungu anafanya kazi namna gani. Huyu Mungu anataka niende namna gani. Hautachukua Mungu kama rafiki wa kawaida, kwa sababu Mungu hayuko kwa hiyo level. Hautachukua Mungu kama mtu wa kawaida, binadamu kawaida. Mungu hayuko kwa hiyo level. Hautachukua Mungu akuwe kama mfalme wa kawaida. Mungu hayuko kwa hiyo level. God is far beyond anything in this world. Ako yani ni mkuu sana. Na amesema hapa kwamba anatafuta watu ambao watamwabudu. Na maana kwamba si wote. Hata kama wanajua Biblia mwanzo mpaka mwisho, si wote. Inategemea na nia.
nia ya moyo, the state of your heart beyond your intentions. Hiyo ibada unaienda namna gani? Hiyo maombi unaiomba aje? Unaiomba kwa nia gani? Hiyo ibada yako unaabudu kwa nia gani? Je, umeenda kanisani ili uonekane? Ama umeenda ukutana na huyu Mungu, ukutana na mfalme wa ufalme, ukutana na muumbaji aliyeumba vyote, ukutana na Mungu ambaye hachoki, hazimii. Ndio sababu akasema kwamba yeye Mungu anajua walio wake, anajua kondoo wake, na kondoo wake Mungu wanajua sauti yake Jehova. Sio wote wako makanisani, sio Wakristo wote wamejiita Wakristo, ni jina tu. Lakini ndani maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 10 kuanzia mstari wa 27 mpaka mstari wa 30, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Mbona kusema kwamba kondoo wote katika makanisa yote, bora tu anything inaitwa kanisa? Amesema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Na hii sauti ndio usikie sauti ya Mungu. Lazima kuwe na utulivu katika maisha yako, ukijua kwamba hata mawimbi yakikuja, si wewe unaweza, ni Mungu anaweza. Hata dhoruba ikuje, sio wewe utapigana. Ndio sababu kitabu cha Saburi 20 mstari wa 7 inasema kwamba wao watataja magari, wao watataja nguvu zao, hao watataja pesa zao, watataja mafarasi zao na chochote ambacho wako nayo, lakini wewe utalitaja jina la Bwana wa majeshi. Hiyo tu, yani ni katika maisha ya mwanadamu unaona kitu simple. Kutaja tu jina la Bwana wa majeshi. Kwa maisha ya mwanadamu, kwa macho ya kibinadamu utaona tu ni kitu ambaye hata mtoto mdogo anaweza taja, lakini ndani iko na meaning. Ndani iko na uzito fulani. Ndani iko na uzito kama ile uzito ya jiwe la Daudi kumpiga Goliathi mpaka ikamwangusha giant. Lakini Goliathi alikuwa na ngao na silaha ya shaba ambaye haikumsaidia. Katika safu ya kimwili ilikuwa nzito sana na ilikuwa ya dhamana, lakini ilikuwa bure. So hapa maandiko yanasema kwamba kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua kondoo wangu, nao kondoo wangu wananifuata, hawawezi potea. Akasema katika mstari wa 28, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kwa sababu gani? Mahusiano, yani bonding yake na Mungu imekuwa sawa sawa. Amesema kwamba hakuna mtu, hata shetani hawezi kumpokonya kwa mikono ya Mungu. Hata changamoto na mawimbi haiwezi kumtoa kwa mkono wa Mungu. Amekumbatiwa na Mungu vizuri sana. Amefunikwa chini ya mbawa za Mungu. Kwenye manyoya ya Mungu amepata kimbilio. Haogopi hofu, haogopi chochote. Akasema kwamba mstari wa 29, Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, ni mwenye uwezo kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu moja. Ni Mungu katika utatu. So hapa Mungu anajua wale watu ambao mioyo yao inatoa ibada kamili. Yani harufu ya ibada yao inafanyika manukato mazuri mbele za Mungu. Na unakumbuka maandiko yanasema katika Mwanzo 9 ya kwamba wakati Nuhu alimpendeza Mungu sana. Tumesoma kuhusu Nuhu mtu mmoja akapata kibali mbele za Mungu, akawekwa kwenye safina, akahifadhiwa kwenye safina. Mungu akaenda kwenda kupambana na wale adui zake ambao walibaki duniani. Walikunywa na kula na kulewa na kushangilia na kusherehekea as usual, wakiona kwamba maisha ni kama kawaida, wakasahau Mungu. Katikati ya sherehe, katikati ya uzuri, kuna possibility ya mtu kusahau. Mungu akahifadhi Nuhu. Na hapo mlango wa 9 inasema kwamba wakati Nuhu walitoka kwenye safina, Nuhu na watoto wake na mke wake na wakwe zake na wale wanyama wote na viumbe vyote vilivyoingia kwenye safina, Nuhu akaenda akamtolea Bwana dhabihu.
akachinja wanyama walio wasafi. Ile harufu ya ile dhabihu ikawa manukato mazuri mbele za Mungu. Mungu akasema, sitaangamiza tena vitu ambavyo nilivyoumba. Je, ibada yako itafika hapo? Mahusiano yako na Mungu, jiulize tu swali. Hii ni challenge. Jiulize, unaweza fika hapo mahali Nuhu alifika? Yaani ametoa sacrifice duniani, lakini mbinguni inakuwa harufu nzuri. Mungu anakumbuka, ndio akaweka agano. Akaambia Nuhu, siwamalizi tena, naweka upinde. Hii ndio ishara. Wakati hasira yangu, maana Mungu alijua kwamba mwanadamu ni mwanadamu, hata huyu Nuhu anaweza badilika. Akasema wakati hasira yangu itainuka, nikiona ile upinde kwenye anga, nakumbuka agano. Nakumbuka ile dhabihu nzuri ambayo manukato mazuri ilifikia Mungu, na Mungu akagairi kuharibu dunia tena. Jiulize, ibada yako inafika hapo? Maombi yako mbele za Mungu inaweza attract masikio ya Mungu aisikilize vizuri. Katika Kutoka 3 mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza hapo ukisoma mpaka mstari wa 10, amesema kwamba akamwambia Musa, kuna mambo matatu Musa ambayo imenileta hapa duniani. Jambo la kwanza, alisikia kilio wana wa Israeli. Jambo la pili, akatazama mateso yao. Jambo la tatu, ikambidi ashuke Mungu mwenyewe. Anaonekana kwenye kijiti kinawaka moto lakini haiteketei. Jehova Yawe mwenyewe, muumba mbingu na nchi. Ibada yako itafika hapo? Mahusiano yako na Mungu inaweza fika hapo? Asikilize kilio ya wewe mtu mmoja. Zaburi 18 sema nini? Akasikia sauti ya kilio ya Daudi. Daudi anasema kwamba nitamuita Bwana astahili kusifiwa, hivyo nitaokoka kwa mikono ya adui yangu. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu ilinizunguka. Yaani kamba za mauti inamaanisha kwamba hali ambayo ilikuwa imempata Daudi ingemmaliza. Uovu ingempata, maana bado yuko duniani. Kumkataa Mungu ingempata, maana bado yuko duniani. Kukosana na Mungu ingempata, maana bado yuko duniani. Daudi huyo moja, macho yake ilikuwa haitoki kwa wanawake. Ndio unasikia sema kwamba mafuriko ya uovu ilinikabili, lakini hakuruhusu anaswe. Akamuita Bwana astahili kusifiwa. Mungu alisikia kilio ya Daudi na akashuka. Jiulize swali, mimi na wewe tutafika hapo? Ibada yako mbele za Mungu, kilio chako mbele za Mungu inaweza attract hata tuseme basi, kwa sababu Wakristo wengi wanapenda kusema kwamba hakuna mtu righteous duniani. Tuirudishe tu basi to the level ya mwanadamu. Je, inaweza attract hata Mungu atume tu malaika? Atume tu malaika hata moja, aseme enda kwa sababu ya fulani, enda muongoze mfikishe. Kusoma kitabu cha Kutoka 23 amesema kwamba ninamtuma malaika kutangulia, lakini usimfanye kuwa kisirani, maana hata kusamehe. Je, ibada yako kutoka vilindi ya moyo wako kumtafuta Mungu kwako inaweza attract hata Mungu atume tu hata malaika tu ule mdogo? Maana mbinguni hakuna malaika mdogo na mkubwa. Yaani nimeileta kwa ile Kiswahili ya kawaida, angalau labda utanielewa. Je, mahusiano yako na Mungu inaweza attract kibali ya Mungu uwe kama Nuhu, Mungu akuhifadhi kati ya ulimwengu mzima, mtu mmoja. Mungu akuhifadhi pamoja na familia yako, pamoja na watoto wako, wakati ulimwengu inaangamia, wakati Ebola sasa inapiga ulimwengu. Je, utahifadhiwa? Wakati adui wamesimama barabarani, wametangaza ni kuvuna mioyo za watu kupitia ajali. Je, hiyo barabara utapita na utoke salama? Wakati ambapo wachawi na washirikina wamekaa mikutano usiku wa manane, je, unaweza attract uwepo wa Mungu? Unaweza attract kibali ya Mungu? Upite katikati ya wachawi na wakuoni, upite katikati ya walozi na washirikina na wakuoni, unaweza fika hapo? Jiulize. Hiyo tu ni swali ambayo mimi na wewe tunatakana tujiulize. Je,
Wewe, mimi na wewe, hizo ni maswali ngapi? Sijui kama kuna mtu anaandika. Kama itakusaidia utaandika, kama haitakusaidia achana naye. Kama unaona ikusaidii, please achana naye, nitegee tu sikio. Uwepo wa Mungu katika maisha yako uko na dhamana kiasi gani? Uwepo wa Mungu, unadhamini huyu Mungu sana kushinda vitu vya dunia? Na je, ni nini utafanya ili uweze kuattract uwepo wa Mungu? Nini itafanya uweze kuvutia kibali? Kupata kibali ya Mungu si rahisi. Acha kibali ambayo watu wote wanatumia, mpaka shetani mwenyewe anatumia. Kuna kibali ambayo ni ya kawaida. Kisoma Methali 2:7 amesema kwamba yeye Mungu huwapa watu hekima, lakini kuna akiba kamili ya hekima ambayo ameweka kwa sababu ya wale wanyofu wa moyo. So inamaanisha kwamba hata kibali kuna ile tu anybody anaweza pewa, kwa sababu Mungu ndiye aliwaumba wote na Mungu anapenda wanadamu. Mungu hana upendeleo. Maandiko yanasema kwamba wema Mungu unakuvuta ili utubu. Jiulize, kuna kibali special kama ya nani, kama ya Nuhu unaweza kuvutia? Ama utakasirisha Mungu akikuona hivi anaitisha amri zote zifunguliwe? Je, maisha yako inaweza kufanya Mungu asonge mbali na wewe? Jiulize tu. Mimi wanajiuliza maswali mingi katika hata nikitembea, nikiwa kazini, nikiwa popote pale, huwa najiuliza maswali mingi sana. Na ndio unapata inafika mahali najiuliza maswali mpaka nafika mahali naanza kulia. Naambia Mungu, sistahili, lakini Mungu nikumbuke. Sistahili mbele zako, lakini Mungu nisaidie. Nisaidie nitembee na wewe. Nisaidie Mungu, nisiangalie mambo ya dunia, nisiangalie wanadamu, maana wanadamu watakupoteza. Walipoteza Musa. Walifanya Kora na Dathan na Abiram na watu 200. Maandiko yanasema kwamba wale wanne kwanza ardhi ikafunguka wakaingia ndani live. Zaidi ya hapo, Mungu bado hasira ikaendelea, akaambia Musa, tokeni karibu na hawa watu, nataka kuangamiza hawa watu 250. Wakati Musa na Haruni bado wanalia tu, sijui Mungu alikuwa shawapiga na tauni. Je, mimi huwa najiuliza maswali mingi. Naambia Mungu, mimi maisha yangu inaweza attract ghadhabu yako, ama inaweza attract ile uwepo na upendo wako Mungu? So mwanadamu utakana ujiulize maswali ili upate kutimiza hatima. Ngangania sana hatima yako ya uzima, sana kushinda vitu vya dunia, sana. Maana hizi vitu vya dunia vitabaki. Kuna mwanzo ya mwanadamu anazaliwa na mwisho wa mwanadamu duniani anakufa. Na ukikufa hakuna kitu naenda naye. Hakuna, hata kama ulikuwa na nini, hata yote inabaki. Ngangania uzima. Ngangania kumpata huyu Mungu kama bado uko na nafasi ya kumtafuta huyu Mungu. Tafuta Mungu kana kwamba utamtafuta kesho. Mwite Mungu kama Hana. Mchana leo nimekuwa nikisoma, nikitafakari mambo ya Hana. Yaani nilikuwa naangalia huyu Hana kwa undani, sio Hana wa kawaida akiomba mtoto. Achana na mambo ya kuomba mtoto. Nilikuwa naona Hana kwa ndani, uhusiano wake na Mungu. Jinsi alikuwa analia, naambia Mungu, usiniache. Na huenda ikawa, maana maandiko yanasema haijaandika yale maombi ambayo Hana aliomba. Huenda ikawa Hana aliomba maombi kama Shadrach, Meshach na Abednego, kwamba Mungu nibariki, na hata kama hutanibariki wewe bado ni Mungu wangu. Hata kama sitaona chochote ambayo utanipa, bado Mungu wewe ni Mungu wangu, bado nitatulia kwako, maana wewe Mungu ndiye mwenye baraka na unajua wakati wa kubariki mtu. So ni challenge kwa kila mmoja siku zote. Naomba tafadhali ngangania uzima. Uzima wa milele haipatikani katika mchezo. Wale wa mchezo, please soma kitabu cha Ufunuo 21 na 22. Nasema kwamba nafasi yao hakuna mbinguni. Mathayo 11:12 nasema kwamba ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu ndio watauteka. Sio nguvu ya kimwili, ukule ugali sawa sawa, ukule chapati 10, 20 ati upate nguvu. Nguvu za kiroho. Na nguvu za kiroho zinapatikana katika msingi wa mambo manne. Jambo la kwanza, omba.
omba. Jambo la pili, soma neno. Jambo la tatu, imani, na sio imani teketeke, imani kamili. Unaona unaenda kufa, lakini unajua kwamba sikufi, bado naishi. Unaenda kuangamia, lakini unaamini kwamba Mungu, si ni wewe ulitoa Danieli kwenye tundu la simba, hata mimi hawa simba wa matatizo hawatanimeza, bado nabaki kwako Mungu. Danieli akaonekana na mfalme Dario ametoa amri ya kwamba mtu yoyote asiombe, asifanye chochote, asitafute msaada kwa miungu yoyote isipokuwa kwake Dario. Danieli akajua kwamba Mungu ninayemtumikia anaweza kunikomboa. Akafungua hakujificha. Akafungua madirisha yote na akapiga magoti akimuomba Mungu. Walimpata kama anapiga magoti. Wakambeba kwa tundu la simba. Nani alimuokoa kama si yule Mungu yeye alikuwa anaomba? So usingoje wakati changamoto ndio utafute Mungu. Utapata kwamba hayuko, he's nowhere to be seen. Atisaidie uko na shida, Mungu ninakuhitaji, this is an emergency. Mungu atakuwa anakuangalia na anacheka. Maana ukisoma maandiko ni kwa sababu tu ya muda, amesema kwamba hata nanyi wakati wa msiba wenu nitawacheka. Usingoje saa ile kuna changamoto. Ndugu yangu, dada yangu, tafuta Mungu kama bado mazuri. Daudi anasema kwamba nitakukumbuka hata kitandani mwangu, katika comfort zone. Mungu nitakukumbuka. Na katika hali ya matatizo mingi na hapa nitakutafakari. So kumbuka Mungu ya kwamba Mungu sio mwanadamu. Hiyo ukae ukijua God is not human being. Na Mungu hawezi shuka kwa level ya mwanadamu. Ati leo utaomba vile unataka, ile siku kwenye roho yako haitaki, so unaweza wacha. It is for your own benefit. Ukitaka uombe, ukitaka kuacha, achana naye. Ukitaka kuomba, omba. Ni wewe na Mungu wako. After all, kila mtu anatimiza hatima yake. Ukitaka kuacha kusoma neno, it is for your own peril. So long as kila mtu ameshasikia neno la Mungu, ameshafundishwa, anajua. So tutaendelea kusema neno la Mungu, tutaendelea ibada, hatutakatiza ibada. Wakukuja ibada wakuje. Wakusema leo sikuje ibada, it's for your own benefit. Hiyo ni kwa sababu yako mwenyewe. Ibada tutaendelea kufanya ibada. Kuomba tutaendelea kuomba. Kumtafuta Mungu pale pale. Kwa sababu kuna watu wanajua mahali Mungu amewatoa. Wako kwenye Efrata, wanajua mahali Mungu amewatoa na mahali Mungu anawapeleka. Bado hawajaweka silaha ya maombezi chini. Bado hawajaweka silaha ya kusoma neno chini. Bado hawajaweka silaha ya kutafuta Mungu. Bado mtungi wao wa chemichemi ya maji, bado hata kama ni nini, bado wanaendelea kuijaza. Wanawali 5 na wanawali 10. Bado hawa wale ambao bado wako na kiu ya Mungu, bado wanaendelea kujaza mafuta. Taa zao zimejaa na bado wanatembea na extra oil. Kwa sababu bwana harusi anakuja. Haijulikani atakuja siku gani, haijulikani atakuja saa ngapi. So teula Mungu ambao bado hautaki ile chombo chako cha mafuta ipungue, endelea kumtafuta Mungu. Endelea kupasa sauti. Endelea kumuita Mungu. Endelea kumtafuta Mungu hata katika hali ambayo unaona kabisa hauwezi. Mpaka to your last breath, endelea kutafuta Mungu. Na wale wanaona Mungu ni mwanadamu, Mungu leo tuelewane. Niko na appointment. Leo Mungu utanielewa. Endelea. Maandiko sema kwamba anaendelea kudhulumu, aendelee kudhulumu. Anaendelea kuwa mtakatifu, aendelee kujitakasa, kwa sababu Yesu anakuja na ujira wake mkononi. Mahali ulipo, simama tufunge ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante. Wewe ni mwema siku zote Baba. Tuko chini ya miguu yako Baba.
Baba yangu na Mungu asante, umekuwa pamoja nasi tangia tuanze ibada, umetufikisha masaa kama haya. El Shaddai, tunasema ni asante. Nitie nguvu Baba siku zote kutafuta Baba katika roho na kweli Bwana. Nisaidie Baba kukasa safari ya imani, maana ni safari ambayo imejaa milima na mabonde Bwana. Nitie nguvu Jehova Jireh Bwana. Naombea wateule wako wote popote walipo Baba, wajaze nguvu, wajaze neema Bwana, wakaendelea Baba kukutafuta katika roho na kweli. Maana umesema kwamba wewe Mungu unatafuta watu ambao katika neno lako. Tupe kiu ya neno lako, tupe njaa ya kukujua zaidi Bwana, tupe njaa ya kutembea katika mapito yako Baba. Usituache Jehova Jireh Bwana, na kutegemea katika hali yako. Kumbuka familia zetu, kumbuka watoto wetu, kumbuka ndugu zetu Bwana, kumbuka wateule wako wote. Naombea Baba kila mmoja Jehova Baba, wasichoke kukutafuta Baba, wasichoke Baba kukuita Jehova Mungu wangu marehemu. Wende kumbiliwa na msaada wetu Bwana, wewe ndio mtetezi wetu Jehova. Siku zote Baba tusaidie, babaki kwenye magoti. Asante Baba kwa ajili ya mtoto ambaye Baba umehifadhi umbali huu Jehova Mungu. Baba nasema asante Jehova, tukupe heshima na adhabu. Tumle wote kwenye furaha Baba, na waombea kila mmoja Baba neema na uwezo Baba, wajaze nguvu Baba ya kusimama imara. Unawajua, unaelewa mfalme. Asante kwa kuweza walio na changamoto mbalimbali Baba, Baba uwakumbuke Bwana. Walio Baba na shida mbalimbali na wakabidhi kwako Jehova. Wewe Mungu utashindwa na jambo Baba, guza mahitaji yao Bwana, guza changamoto kwa ngao yako na kigao yako Bwana, wapiganie wote Bwana, wote Jehova Mungu, wape ushindi katika hali zote. Tunasema asante, siku mengia Bwana tunajikabidhi kwako Baba, utulinde usiku kucha tutakapofika asubuhi. Tukufe heshima na adhabu zitakuja Bwana, ulinde dhidi ya shambulizi zote za maadui Bwana, ulinde dhidi ya shambulizi zote za ulimwengu wa giza Baba. Baba tunakuomba kava yako Jehova kwa kila mteule wako kunipata, iwe mama, iwe wazee, iwe watoto na vijana Baba, ni kwa damu za Bwana kwa Jehova. Tamalaki Baba katika nyumba zetu, katika watoto wetu na katika familia zetu Baba yangu, pokea sifa, pokea utukufu, heshima na adhabu, maana kuna aliye kama Mungu. Asante kwa wema, asante kwa fadhili, asante Baba maana wewe mwema. Tunasema ni asante Jehova. Wagonjwa wakumbuke Bwana, watuna matima wakumbuke Baba, familia wasiojiweza Baba wakumbuke Mungu wangu, wanakuhitaji watumishi wako na watu wako Baba, wote wamepotea kwa dhambi na anasa Baba, kawaombea Baba katika jina la Yesu. Asante Jehova Ibrahimu, asante Jehova Adonai, na kushukuru Baba mtakatifu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. El Shaddai, usimwache, usimpite El Shaddai. Miminia mafuta zaidi anapotuhubiria, anapotufunza mfalme ajabu Jehova Jireh. Usimwache, usimpite mfalme ajabu Jehova Jireh. Tazama wewe Mungu unaweza, unatosha. Nafunika na damu Yesu Kristo, nafunika Esther mahali popote yuko na damu. Nafunika watoto wake wote na damu Yesu Kristo, ukawazingire mfalme ajabu, adui asiwaone, asiwatambue El Shaddai. Nafunika Wanefratha na damu Yesu Kristo, ukaenende pamoja nao, ukakutana na mahitaji yao, ukawapigania, ukawashindanie. Walio kwa YouTube mfalme ajabu, na hata walio wanaosikiza kwa Zoom mfalme ajabu Jehova Jireh, mioyo za kufisha watu mfalme ajabu na katika jina la Yesu Kristo, wacha wakapigie neno lako bidii mfalme ajabu, wakajua kwamba ya dunia yanapita mfalme ajabu. Siku ya leo tarumbeta itakapolia, ni wapi tutaelekea El Shaddai? Tazama, tutaacha manyumba, tutaacha magari, tutaacha vitu vya dunia hii, bali neno lako mfalme ajabu litasimama. Jehova Jireh mtakatifu, watakatifu, Bwana majeshi, wacha tukajue duniani tuko tunapita El Shaddai, tukatilia neno mkazo mfalme ajabu. Jehova Jireh, wacha neno hili likawe la baraka ndani ya maisha yetu na ndani ya maisha ya watu wengine mfalme ajabu ambao tutakutana nao. Jehova Jireh, usituache, usitupite usiku wa leo, ukaenende pamoja nasi, ukatupigania, na katika jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.